Na tuko ni saa 12 saa za Afrika Kati, ikiwa ni saa 1 majira Afrika Mashariki. Hii ambayo kunasikiliza ni Baraka1 TV na mimi ni ndugu yako Rajab Wakili Kabonga, ambaye niko nakurushia haya matangazo moja kwa moja kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kutokana na hali iliyotokea Goma jioni usiku kuamkia asubuhi na kuweza kusababisha maisha ya mfanyakazi wa kimataifa wa shirika la UNICEF, mwanadada huyu Mfaransa. Shambulio hilo ambalo lilifanywa bado halijatangazwa rasmi, tuseme serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bado haijashughulikia hilo swala, lakini kwa upande wa M23 ghafla kumefanyika press conference ndani ya hotel ya Serena jijini Goma, ambako bwana Corneille Nangaa aliweza kutoa matamshi yafuatayo kwamba haya mashambulizi hayakuwa tu kwamba ni operesheni ya kijeshi, badala yake kilichokuwa kinafanyika ilikuwa ni kutaka kuyaondoa maisha ya viongozi wa juu wa M23 ikiwemo yeye mwenyewe. Hizo ni nukuu za Corneille Nangaa za leo hii jioni jijini Goma. Hii hali watu wengi wanakuwa wako na maswali ya kujiuliza hapa sana na hili swala, na pia kitu kingine ambacho tutakwenda kukifafanua, nimeweza kusoma kuna comment ya ndugu yetu amezungumzia kuhusiana na hili swala la Fizi, swala la Fizi, baada ya mimi kusema kwamba kile kinachofanyika Fizi kwa Sami Badibanga kuweza kuweka ile monima pale Fizi ya yule mason, selo wao wanasema selo, baadhi ya watu tuseme wanaona kwamba hile haina maana kwa sababu ni territory ya Fizi. Wewe wangemweka mtoto wa Fizi pale. Jamani. Unaona hii kitu haitapeleka fasi, unajua yeah. Haiko kwa sababu kwamba tuko mu territory ya Fizi ndo tutengeneze monumatu ya mtoto wetu wa Fizi ndo tuweke hapa mu territory ya Fizi. Hapana. Mbona monima ya Mbavu Moja iko Dar es Salaam? Posta pale Mnazi Mmoja iko katikati kabisa pale posta. Monima ya Mbavu Moja. Mbavu Moja ni Mbembe, lakini maevri yake yenye alifanya walimwekea monima pale. Haiko Mtanzania. Monima hiyo ya Mbavu Moja iko Ujerumani. Na wakati Mbavu Moja aliwapiga Wajerumani, ona wakafanyeje? Wakaweka monima yake iwe kumbukumbu kwamba unamwona huyu mtu huyu ndo mtu alisababisha sie tukafeli Uvira, tukafeli Fizi, tukafeli East Africa na Central Africa. Iko pale. Kwa hiyo haiko lazima tuseme kwamba tuweke monima ya ndugu yetu Mubembe mu territory ya Fizi ndio ilete maana kwamba inaridhisha. No, nafikiri kama mlifuata vizuri, Sami anasema kwamba hii haiko monima ni ya Mkasai, haiko ya Mubembe, haiko ya Mufuliru, haiko ya Muvira, ni kitu ambacho kimetengenezwa pale na kinakaa pale, kina represent, kinaonyesha kwamba hapa tuko na besoin ya kufanya maendeleo. Kwa hiyo tutafute nani, na maendeleo yanakuja na ujenzi wa mikono maso na watu wengine. Ndio maana iko pale, ndugu zangu. Mimi sio kama nafanya ni ushabiki. Wapi kweli? Mimi sifanyi ushabiki. Nachozungumzia ndio hicho. No. Watu wananitaga mimi ni mbaguzi na kwaga nilikuwa naongea ubaguzi. Hapana, lakini nasemaga kenye kiko kama ni noire. Aya, leo hii Mars, wamama wakimbizi wa Kinyarwanda ambao wanajiita Wanyamulenge walisherekea Lewi Mars Uvira. Banasema sisi wamama wa Kinyamulenge tunataka tuishi kwa amani na upendo, sie wote kwa nani kwa pamoja. Unaona? Wao wanaandika hivyo bango lao. Aya, wale wamama wenye wanaishi Etazini walifanya nini? Wenye wako France, Belgique, wenye wako Goma, Bukavu walifanya wanaandika mabango mengine yao ya ovyo ya ajabu sana. Sisi wamama wa Kinyamulenge tuko tunafanywa hivi Minembwe. Sio nini. Tiweza? Donc ile ni faso yao wenye wao kule waliingizwa maneno. Na hawa pia ni namna yenye wako wanaishi hapa. Kwa sio lazima kusema kwamba juu tuko Wabembe ndio tuweke monima ya Mubembe. Hapana.
Hapana bwana. Haiko ndo maana yangu mimi nilikuwa namaanisha hivyo. Na haiko ndo maana ya mkuu wa tarafa pia. Nafikiri tutapata nafasi ya kumtafuta mkuu wa tarafa, tutaenda Fizi kwenda kuongea na mkuu wa tarafa. Kwa sababu hili swala ndugu zetu wa Bembe wanataka kulitanua, walifikishe munivu nyingine yenye haiko. Waendelee kutafuta kwamba akifai tukivunje. No. Hapana, hapana. Mimi siko wa maana ile kabisa. Kwa hiyo ndio hivyo ndugu zangu. Tusikize wananchi wana mitazamo gani, maana mitazamo ni mingi sana na ndio tutakuwa tunamalizia kwa jioni hii ya leo. Ninashukuru pia kwa info za mchana jinsi unatupa habari kuhusu nchi yetu gisi iko inatembea. Tunashukuru sana, ila neno moja tu nilipenda kusema. Nilisikiliza James Feke Adui, maneno iko nasema kwamba majeshi wametia tena kamba kwenye barabara kusudi waanze kulipisha tena pesa ndani ya barabara na kuruhusu watu ya kutoka Bukavu waingie Uvira. Na mimi nilipenda kusema neno moja, ndugu yangu, sijue sie Wakongomani kama tutakuwaka namna gani, kama tutaelewaka bienyi gouvernement nataka namna gani, sijui sana zaidi jeshi letu vraiment. Bwana Mungu atusaidie vraiment. Sijue kama FRDC yenye meona aibu ya pata yenye FRDC mepata mwa ile deception ya ba M23 kuingia Uvira, banaingia Bukavu, banaingia Goma. Ima deception yote na kubalalamikia kwamba ni habana, haiko jeshi yenye iko forme, haiko jeshi yenye iko na mizamu. Mainchi zote zinabachafua, lakini kuwa na akili timamu ya kujua ya kwamba vrema kumbe hao watu hawataki mabetize yetu. Acha na sisi tubadilike, tuwe na ushuhuda mzuri. Vrema vinatushangaza sana. Sibajifunze kubaibu wenye wako wanapambana vita pale Minembwe. Sibajifunze vrema, lakini vrema na neno lingine, Papa Rajabu, kwa nini guvernema yetu haiwezi shanje ile jeshi yenye kwa pale banatia baibu mara moya, njo wenye bachungane na wale ba kutoka Bukavu na kuingia Buvira? Juu ya nini banatia katu FRDC tu infanteri ya chini njo batie pale? Tuko na maseksio za mingi mujeshi letu, tuko na maseksio za mingi. Kuko benyi raisi anajua benyi anaweza tumana, banatosha ile jeshi yenye naweza kuwa korompi, bale bazaifu bana batosha. Militaire apokee $500 kisha aanze kulomba tena ma 10,000 francs ma 5,000 francs. Eske iko na akili timamu kabisa? Vile vitu haviko vitu vizuri, Papa Rajabu, haviko vitu vizuri. Kameme kuna malalamiko mengine yenye naingia kumedia mpaka si roho na tuluma. Sini vitu vya aibu kuingia mu vitu kama vile. Tunashukuru ndugu yangu, tunajua ya kwamba Mungu wetu ni Mungu, Mungu anayeweza. Za asubuhi kwanza mnaendelea na mnaendeleaje bana Baraka One TV? Ni kwema huko ulipo? Sisi tunamshukuru Mwenyezi Mungu aliyotupa pumzi kuzungumza kwa siku leo na kupata vipindi vyako vya saa 6. Tumeshasikia jinsi ulivyoongea, maongezi mazuri sana, tumekuelewa na tumekusikia bana. Tupe taarifa za huko nyumbani ndio vizuri zaidi. Lakini ndugu yangu, usishabiki na wewe na kitu kibovu. Usishabiki kitu kibovu. Usituambii ile ni sembole. Sembole kwanza ndio nini? Fizi ishaendelea. Fizi ishajengwa. Ishakuwa na maendeleo gani ya kusema eti hadi uwekwe munima? Fizi ishakuwa na maendeleo gani hadi kuwekwe munima maendeleo?
na alioleta maendeleo ni nani Mfizi? Usishabiki tu kwa sababu ni kushabikia bana. Hapana, ikiwa kama unaona watu wanaongea, watu wana huzuni. Kama huna taarifa na hiyo, kama huna taarifa usiingii kwenye vitu visitao kuletea matatizo hapo mbele. Sio vizuri. Wewe ni mtangazaji na watu wanakusikia, watakuelewa, wanakuamini. Watu wanapiga vita kwa sababu wa ule mlima. Watu wanapiga vita. Hivi sawa. Lile ni tafari. Si ndio mnavyosema? Lile ni tafari. Alichokuwa nacho mkononi wa kushoto ni nini? Fundi anakuaga na nini? Fundi anakuaga na tafari mkono wa kushoto. Na mwiko ndio unakuaga mkono wa kulia, ndio fundi. Sasa yule ana nini na nini? Tuambie, ule ni mwiko uliokuwa mkono wa kushoto. Ule fundi anakuaga anajenga na mkono wa kushoto. Tuachane na vitu vingine bana, unashabikia vitu vingine visiokuwa hata na nani bana, na budi yoyote ile ya kusema eti unaweza kashabikia bana. Unatoa kabisa kwenye radio, hapana. Unavunja nani yako bana. Unaharibu thamani wako bana. Sio hivyo. Watu kwanza, ile sura tuambie kwanza, sura ni lazima. Ukitoa sura inakuwaga inafanana na mtu fulani. Sura yoyote ile inakuwaga inafanana na mtu fulani. Hivyo wewe unakuwaga unajua baba yake ya Sami Kalonji. Unajuaga baba yake mdogo ya Sami Kalonji. Unakuwaga hivyo wewe ulishawahi kujuaga babu yake ya Sami Kalonji. Unamjua mjomba wake ya Sami Kalonji. Kwa nini utetee kitu kisio kuwepo bana? Wabembe wanaongea, wana sheria ya kuongea. Wabembe wanaongea, wana sheria ya kuongea. Kama una maneno ya kuongea, ikaa kimya. Usiingii kwenye maneno hata ukuletea matatizo hapo mbele. Sio vizuri. Tunakufuata, tunakuelewa, tunakusikia. Sawa. Tunakufuata kwenye internet sana tu. Niko Afrika Kusini ndio nipo. Na kuaga na kufuata sana kwenye internet. Sana tu. Lakini ndugu yangu, kuwa makini. Ni sura ya nani? Ile sura ni sura ya nani? Kwa nini wasiweke sura yako wewe? Iwe sembole, iwe ya kwako wewe. Sitakuwa sembole, iwe sura yako wewe. Kwa nini? Kwa nini wasiweke sura ya mtu mwingine wapo? Aliojenga nyumba gorofa zone ya Finzi nzima. Si huyu alikuwa deputy huyu nani Msambia. Kwa nini wasimweke Msambia? Si ndio ameleta maendeleo ya kujenga? Si ndio anajenga? Kwa nini wasimweke Rakano? Kwa nini wasimweke Ambatobe aliojenga hizo shule zake na vingine na vingine? Kwa nini wasimweke Ambatobe? Unasema ni sembole ya sura ya mtu. Watoe ile sura ya mtu ndio tuone kama ni sembole. Tuache, achana na hayo. Ongea vingine, achana na hayo. Bwana Rajabu, hujambo na wasikilizaji wote, hamjambo kule? Natumai ya kwamba mumeamuka salama salamini kila mtu, na tunaendelea tu vizuri. Tuombeane na tuombee injili ipate usalama. Nilitaka kusema hivi, lakini hao watu wenyewe hawaelewi na hawajui hata kutafakari maneno. Kila siku wanawapiga na wanasema wataretaliate. Kufanya retaliation yao ni kuja kupiga Kongo. Wapi ndio kwenye watatoa drone kama zenyewe zilikuja wakazipiga zikatoka ni Rwanda. Na zenyewe ziko napiga wana reclamer nombi wana tubombarder ni za Bakongole. Nyoki kifika kwako, eske nyoki kuna plein droit ya kuuliza leo umenisumbua kwa nini, alafu nikie ni kuataki. Alafu jirani wa pembeni ikikimbilia kwake ndo anatuma tena yeye nyoki kuja kuluma. Lakini inomba watu wanakuwa wanajiambia kwamba wakifanya kitu wanafuata declare tuko na besoin ya kitu fulani. Wanyarwanda hawezi wakadeklare verbalement kweli, bana declare verbalement kweli vile wanahitaji njoo Kongo, haiko njoo vitu vingine kuliko kwa na nie kila siku na kutumia bapumbafu kama nanga. Ona sasa wako na bombarde kila mahali, watoto biko na kufa. Na zaidi sana wapumbafu sana tena wapumbavu wenye hawana akili ni wale wenyewe wanasaidia Wakongole wenzetu, wenyewe wanasaidia wale wapumbavu
wale wenyewe wanakuja kuvamia. Mtu anajitoa, unaenda na unaitika ideolojia mbaya, paende wakupige, unasema kweli tutakomboa. Mtakomboa na dakika ya wapi? Sema vile zenye mlikuwa mkitafuta zinaenda zikombolewe sasa. Hata zimekombolewa. Kama drone yenyewe inapika Goma. Ili inamaanisha nini? Tena batena wa reclame no na balienda wakavize watu wenyewe biko wa civile nini na nini. Si bao wenyewe ndio wenyewe wanacheza madrone zinaanguka. Kwani tangu Goma ilikuwa pale kulikuwa kushakingia drone na sima FARDC walitesa watu. Sasa bao walifanya nini? Kila siku wanaoa watu, kila habangelikuwa eski ile drone ingelianguka. Lakini wako wanajiuliza kwanza maswali, ni kwa nini nani serikali ya Kongo inatumia hizo madrone? Si kwa sababu kuna nyoka wanamtafuta, na nyoka ilifo banamua. Nyoka si kitu kizuri. Nyoka inaua watu. Nyoka ikikuuma utakufa. Ni mnyama mbaya, yeye anajua anaua watu. Na ndio wale watu wanakuja kuvamia. Kuliko kukubali sie hatuko watu hapa kwetu niko maskini. Sasa mtugawie kwanza kidogo na si angalau tufanye nini tuendelee. Lakini hawezi wakaona wameendelea kwa kitu ya wizi na kufanya nini. Ila wana support yule mtu mwenye yeye hajali tena na maisha. Amefika miaka ya kati hata ya magharibi. Nitasema hivi miaka ya magharibi ni kusema anaelekea kufa ule mzee wao Paul Kagame. Wangali wanajipendekeza kwake, wanamfuatilia. Wanaenda juisha tu bure. Sasa nitaita watoto wa kwetu wa Kongomani. Kweli ule mwenyewe anajua alizaliwa Kongo, ni Mkongole ama wewe ni Mnyarwanda ulipenda Kongo, ambia wale watu ambao wana support ile grupe ya M23 waondoke haraka iwezekanavyo. Kupata nini? Kupata kwanza usalama. Waende wakajisalimisha. Sio ukijisalimisha hata kucheka. Watakupokea tu kama mtoto mpotevu. Utapokelewa na kila kitu yenyewe utataka. Ukitaka unaingia FARDC, ukitaka unatoka unarudia tena kunyumba. Kuliko kujiisha kule. Kesho batakudeployer. Badikisha kudeployer wanaenda wanakuwa. Sasa umeacha kwenu raha ya wapi? Ulizaliwa mamako akafurahi wakati unazaliwa. Utakuwa umeacha raha ya wapi? Waacha kwanza kuisha kwanza watoto wa watu waache kwanza ile jogo yenyewe nasema ye mwenyewe akuje kwanza kuanza mapambano ajue kama yeye ndio anafanya nini anaharibisha Kongo. Uko na uisha watoto wa watu bure Kagame. Watoto wa Kongomani tuelewe, tuondoke haraka iwezekanavyo. Mwende mkajisalimisha. Haya haiui mtu ukienda ukasema ulifanya uasi hata kusamehe bila kwenda kuisha watu wa watu. Nanga asha kosa hana akili ni kitu tu kiko tu pale. Wao wenyewe ndio wanaita watu vichuchu. Sasa yeye ndio kichuchu cha kwanza, sijui kama kuna mnyama ama dudu yule mwenye hana akili kama nanga. Hakuna. Ana defendre vitu vyenye havina faida, havina nini. Yana reclame nini? Mtu mwenyewe alikuwa amefaidika Kongo mzima. Kwani hawangempatia posti? Subira inaletea matunda mazuri, lakini nangao na vile anaunisha watu wa watu. Wale wote wako na kufa, wale wa mama wenyewe wanabakia wayatima, wakina wanawake wa Lingoma. Tu ni kwa sababu waliunga watu wenyewe hawana nini, hawana akili. Mimi sione ubaya ya kubombarde kule kote. Kongomani wenzetu wazalendo popote mlipo Kongo nzima. Bwana Akili Kabonga, hamjambo. Baba mzee wangu wa sumu. Kila siku sisi wazee tukisema munaonaka kama tunasema uongo. Japo hiyo kinywa cha mzee kinanuka lakini hagiseme uongo. Kongole wenzetu, ujue kama Uvira ilishaingililiwa. Ilishaingililiwa. Mujiulize adui iko anatoka wapi kwa kusema afike Uvira. Cha kwanza mjue kama huyo Purusi ni M23. Mwenye anisikie akatae asikatae, na mwenye kunisikia atanisikia. Purusi ni M23. Huyo Purusi mko naye hapo. Uwema gani wenye ilituma nasema wa refugee wote wenye wako Burundi warudie. Wao wa refugee wenye wako Burundi na njoo mko wengi wa M23. Sasa pale kwenye alikuwa kanagangania chakula anafaa lete misaada Uvira,
wapatie watu wa Uvira, sijui bilienda vikarudi pale. Hamukukwaka munaviona kama ilikuwaka ni kuingiza M23. M23 tukapinga, watu wote wakapinga ile misaada yake, lakini Chiviri anakia ingie. Chiviri tunajua ni Mkongomani, ni mzalendo wa kuenea, kumbe naye alikuwa ni M23. Hakuangusha Uvira, mko mnaona